الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ndugu wa Islam, awali ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu na kipenzi chetu mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, sisi ni Waislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katujalia kuipata neema ya Uislamu. Uislamu huu ndio dini ya asili ya kila mwanadamu. Yeyote aliyezaliwa dini yake ni ya Uislamu. Hakuna mtu yeyote ambaye aliye na sifa ya binadamu, aliye na sifa ya utu, basi yule dini yake ni Uislamu. Mwanadamu huyu na kiumbe huyu ni katika viumbe wa mwisho kabisa kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kumepita zama kubwa sana kwa mwanadamu. Miaka ilipita, historia kwamba kulikuwepo na viumbe. Ibilisi ashaumbwa, majini wako, miti na vile kitu vyote, maziwa, arshi, kalamu na sina nini, kila vitu vimeshaumbwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuja kumuumba wanadamu. Anawaambia malaika kwamba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Enzi alipoambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala malaika kwamba mimi nataka niweke katika ardhi kiongozi. Je, kwa nini Mwenyezi Mungu anaweka kiongozi ardhini? Kwani yeye hawezi kuongoza? Hapana. Anaweka yule atakayesimamia sheria za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Kwa sababu ili wewe mwanadamu uweze kusikia kauli ya hukumu za Mwenyezi Mungu kupitia binadamu wenzio. Sasa Allah, lengo langu ni kuweka kiongozi au binadamu katika ardhi, basi na muumba huyu mwanadamu kwa ajili ya kwenda kulifanya hilo jambo. Sasa Allah aliposema anaweka kiongozi katika ardhi, na ni kweli akamtengeneza mwanadamu katika aina zake tofauti tofauti. Mwanadamu tu akapatikana kwa njia nne. Huyo mwanadamu akapatikana kwa njia nne atakayekuwa ni kiongozi katika ulimwengu. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema walaqad khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Njia ya kwanza ni nutfa, kwamba ni mwanadamu aliyepatikana kutokana na maji ya uzazi. Kwamba baba alipokuwa ni kijana kajiandaa kuoa, akatembea katika ardhi baada ya Mwenyezi kumwambia siru fil ardi fandhuru, tembeeni katika ardhi muweze kuangalia. Na vile vile akamwambia mwanaume fankihu ma taba lakum minan nisa, tafuteni muwapendao katika wanawake. Kwa hiyo baba akachukua hatua za kuweza kumtafuta mama atakayetengenezeni maisha katika ulimwengu. Baba kaonana na huyo mama, anaenda kisimani, kamsemesha, mwisho wa siku akakubaliana, kaenda mpaka nyumbani, kaposa na kamuoa. Baada ya pale kampa maji ya uzazi na mama kachukua mimba, ukazaliwa wewe. Kwa njia ya kwanza ni nutfa, ambayo ni nini jamani? Ni hiyo nutfa ambayo ni kupatia maji ya uzazi. Lakini njia ya pili ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu, kwamba walaqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kwamba hakika tumemuumba mwanadamu katika hali nzuri, katika sura tuliyoikusudia sisi tuwe naye. Kwa Mwenyezi Mungu akamuumba mwanadamu, na kuumba maana yake ni kuanzisha kitu kisipokuwa na asili. Yani Mwenyezi Mungu akamleta mwanadamu pasina asili. Kwa njia ya pili hiyo jamani, akatengeneza nani? Adamu alayhi salam. Lakini njia ya tatu ni mwanadamu kutokana na kiumbe kingine. Ni Mwenyezi Mungu alipochukua ubavu wa Adamu wa kushoto na akamtengeneza kitu kinachoitwa mwanamke. Lakini njia nyingine ya nne ni Mwenyezi Mungu anaposema inama amruhu idha arada li shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa Mwenyezi Mungu anapoamua kulifanya jambo, huliambia lile jambo kuwa na likawa. Kwa njia ngapi hizo jamani? Sasa mwanadamu huyu baada ya yeye kuletwa hapa duniani, Mwenyezi Mungu alimchagulia muongozo wa kuishi naye katika ibada.
alimchagulia mwongozo wa kuishi naye katika nini? Katika ibada. Nenda katika ardhi, wewe ukawe ni kiongozi uweze kuishi pale, lakini na kutengenezea muongozo wewe kuishi. Muongozo huo nimeuridhia mimi. Allah anasema katika Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimeuridhia Uislamu kuwa ni muongozo wenu mtakaoishi nao katika ulimwengu. Maana yake vipi? Ili wewe uridhiwe na Mwenyezi Mungu kuwa ndani ya nini? Kuwa ndani ya Uislamu. Tunaelewa ndugu zangu Waislamu? Sasa bahati hiyo Mwenyezi Mungu ameijalia kati yangu mimi na wewe tukaweza kuwa Waislamu. Sasa Allah alipotuleta hapa duniani akatuchagulia huo muongozo wa Uislamu. Muongozo huu tulishaukubali sisi zamani kabisa. Mwenyezi Mungu alipowaumba viumbe wote na wanadamu wote, Mwenyezi Mungu alituuliza swali kwamba alastu bi rabbikum, mimi sio Mungu wenu? Sisi wenyewe tukasema qalu bala, sisi ni kweli ya Rabbi, wewe ndio Mungu wetu, tumeshuhudia. Na ndio maana katika Qur'ani inasema wa idh akhadha Allahu mithaqa bani Adama, na Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi na wanadamu kwamba yeye ndio Mungu wa pekee anayestahili kuabudiwa peke yake na wala sijaliwa ushirika. Kwa kumbe wewe haya yote uliyakubali kule kabla nafsi yako haijaja duniani, kabla baba na mama hawajakutengenezea kiwiliwili. Ulipokuja duniani ukatengenezwa kiwiliwili, nafsi yako ilikokuwa kule, na nafsi yako ilikuwa imeshasalenda tayari kwamba mimi nikienda ardhini, nikienda duniani, Mungu wangu ni nani? Ni moja tu. Sasa mwanadamu akaja duniani. Alipokuja duniani na ule mfumo Mungu aliyouweka ambao Mungu kausema ndani ya Qur'ani, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Muongozo sahihi aliyouridhia Allah ndani, aliyouridhia Allah kwake watu waufate ili waweze kupata uzima wa milele ni nini? Ni Uislamu. Katika aya nyingine akasema faman ibtagha ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Enyi wanadamu mlioko ardhini, mnaofuata mnaosimamia mambo yangu katika hiyo ardhi, tambueni kwamba yeyote atakayefuata tofauti na Uislamu, muongozo mwingine, tunapomaanisha dini isiyokuwa ya Kiislamu, huyo atambue kwamba hatakubaliwa mbele zangu mimi. Na siku ya mwisho nitakapowasimamisha katika uwanja wa mahshari, watakuwa kwenye hasara wale wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo hapa tunapata kabisa, ndugu yangu Muislamu, ulioko kwenye Uislamu, jipige kifua. Jipige nini? Kifua kwamba mimi niko katika maelekezo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo ni kuwa katika Uislamu. Sasa Uislamu huu ndio maisha ya mwanadamu anayotakiwa yaishi tangu alipokuwa nafsi na mpaka atakapokufa kama marehemu. Kwamba kashakufa tayari, huyo anatakiwa aishi katika mfumo wa Kiislamu. Kwa katika kufuata kwake uzima wa milele, asitoke ndani ya Uislamu. Akitoka ndani ya Uislamu, tayari huyu ameenda kinyume na maagano ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hatakubaliwa, na siku ya mwisho katika watu wenye hasara. Kwa sababu gani sasa? Kumbe Mwenyezi Mungu sisi katuumba katika kumtambua yeye pekee. Haya yote yanathibitishwa ndani ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa katika wanadamu. Na hapa imetumika kullu mauludin, haijaja bali hii imekuja katika minsiyaq al-umum, kwa sababu wanasema kullu imma kullu kulliyan wa imma kullu ba'dhiya, lakini hapa imekuja kullu kulliya. Kullu mauludin au kullu ma yuladu, chochote chenye kuzaliwa, chochote chenye kuzaliwa kinazaliwa katika kutambua kwamba Mungu ni nani? Ni moja. Kwamba kila mwenye kuzaliwa huzaliwa katika kutambua umoja. Kwa Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mwenye kuzaliwa huzaliwa katika umoja. Maana yake kutambua Mwenyezi Mungu kuwa ni mmoja. Fa abawahu, wazazi wawili. Sasa wazazi wawili, na hadithi hii inamaanisha aliyesemeshwa hapa ni mwanadamu. Kwa sababu gani? Hii hadithi imekuja kujifasiri yenyewe mbele.
kwamba chochote cha kuzaliwa, ai kullu insani ni mauludin, kila mwanadamu mwenye kuzaliwa anazaliwa katika kutambua Mungu ni mmoja. Kujulisha hivyo, Mtume akasema fa abawahu, wazazi wawili, baba na mama au hata mmoja katika wao, ndio ambao wanaweza kumtoa huyu mtoto katika kutambua Mungu mmoja na kumpeleka katika mifumo mingine. Mtume anasema yuhawidanihi, wanaweza wakamweka mtoto kuwa ni Myahudi, yani akaabudu ndama, kwamba yeye akafuata mfumo wa wana wa Israeli wala ambao waliokolewa na Mwenyezi Mungu katika bahari enzi Musa alipowarudisha wana wa Israeli kuwatoa Misri kuwapeleka katika mji wa agano ambao ni Palestina. Walipovuka bahari na kuokolewa kwenye jeshi la Farao, wakaendelea kuelekea zao Palestina, wakashindwa kuingilia Palestina kwa sababu ya ujeuri wao. Mwenyezi Mungu akawaambia watazunguka katika hilo jangwa miaka 40, siku 40. Lakini katika zile siku, katika ule muda, walichokifanya baada ya Musa tu kuambia kwamba niende katika ule mlima, niende nikaangalie ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mlima Sinai, walichokifanya, mmoja katika wao anaitwa Samiri akawatengenezea ndama lahu khuwaru, akawatengenezea ndama ya dhahabu iliyokuwa ikitoa sauti, ambao upepo ukipiga inatoa sauti na kuwageuzia watu fikra, kuambia unaona huyu ni Mungu anazungumza. Kweli watu kapata kundi la watu wa kuweza kuiabudu ile ndama. Haruna ambaye ni ndugu yake na Musa akawaambia, jamani, mmesahau makubaliano na Nabii Musa kwamba msitoke katika direction ya dini ya kweli ambayo ni Uislamu. Wakampinga, wakataka kumuua na wakarudi katika kufanya shirki ya kuabudu ndama. Kwa hiyo wale wana wa Israeli ambao ni Wayahudi, dini ya asili kutoka kwa Mungu, walimjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wakamwacha wakaabudu walichokitengeneza wao. Ndio maana katika sura al-Fatiha tunasema ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Usipeleka katika mwongozo wa wale ambao ya Rabbi kwamba walijua haki ambao ni Mungu mmoja, kwa sababu hawa walimjua Mungu kivipi? Walipovuka katika mto tu, walipovuka katika bahari, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa neema nyingi sana, na akawaambia ingieni katika mji al-ardh al-muqaddasah, katika ardhi iliyotakasika. Lakini wakakataa kwa sababu eti kuna watu wenye nguvu, sisi hatuingii. Kwa maneno machafu wanamwambia Musa, udkhul idhhabu anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, nenda wewe na Mungu wako mkapigane muamalize kwanza wale watu, sisi tumetulizana hapa, afu tuambie tayari mji uko safi, basi tuingie. Sasa hawa walimjua Mungu kwa sababu waliona ishara za Mungu mbele yao. Kwanza kabisa kivipi? Waliona fimbo ya Musa inabadilika kuwa nini? Nyoka. Waliona mkono wa Musa akiingiza ndani ya kanzu unatoka mweupe kama karatasi. Kingine waliona miujiza ya Musa kupiga bahari mbele yao ikagawanyika na wakaenda. Hawa walimjua Mungu wa kweli kabisa, lakini wakamwacha wakaabudu ndama. Hawa ndio hawatakiwi, hawa ambao ni mtoto sasa anageuzwa na anapelekwa katika sehemu kama hiyo ya Uyahudi au nyingine. Mtume anasema au yunasranihi, au kumweka mtoto kuwa ni mnasara, yani anabadilishwa mtoto kunako kumjua Mungu ni mmoja ambaye ndio asili ya maumbile. Anaenda kuambiwa atambue kwamba kuna miungu wangapi? Kuna miungu wangapi ndugu Waislamu? Kuna miungu watatu ambayo hata akili ya kuzaliwa inakataa. Hakunaga fahari katika zizi moja, hayo ni mfano wa duniani. Hakunaga midume miwili katika zizi moja. Hakunaga baba wawili kwenye mji mmoja. Hakunaga mabosi wawili. Haya yote wale watu, mtoto anabadilishiwa, anaenda kuamini jina la baba, na anaenda kuamini jina la baba, la mama, la mwana na roho. Hawa wote ni miungu. Unaambiwa kila Mungu anafanya kazi katika muda wake husika, ambalo si kweli, ambalo halipo hilo hata katika vitabu vyote. Ni fumbo gumu ambalo lisilojulikana hilo. Sasa wewe mzazi unampeleka mtoto kwenda kuamini huo utatu mtakatifu, mwisho wa siku au yomajisani au kumpeleka katika umajusi.
Umajusi na maanisha yani ukampeleka mtoto kwenda kuabudia mioto, kwenda kuabudu jua. Jua linapochomoza ibada, jua likizama ibada, au moto unakokwa sehemu inakuwa ni niaba ya Mungu. Ibada hii ni ya watu wa Ufurusi waliokuwa kiifanya miaka ile. Sasa unaona kumbe asili ya mwanadamu ni Mungu mmoja. Kwa hiyo kimkuta mtu leo hii anaenda kuabudu tofauti na Uislamu, ujue huyo ametolewa katika dini yake asili. Ndio maana sisi tunamsilimisha mtu. Kumsilimisha maana yake ni kumrudisha kwenye dini yake ya asili. Kumbatiza maana yake ni kumtoa katika dini ya asili na kumpeleka kwenye dini nyingine. Hii ndio maana utofauti wa kusilimu na kubatizwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, kongole kwa kila Muislamu aliye na Uislamu. Sasa mwanadamu huyu yuko hapa duniani anafanya ibada, anachotakiwa afanye ibada katika dini ya asili ambayo ni kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani sasa wewe katika kumcha Allah unataka sasa umche Mwenyezi Mungu katika hali tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumcha Allah peke yake, umche Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali ngapi? Tatu. Kwanza kabisa ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndo anastahili ibada. Ibada zote ni za nani? Ni za nani jamani? Ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake usiende kaburini kwenda kulia na kusema kwamba mama, baba, babu, nimekuja mimi kwa shida zangu 1 2 3 unimalize. Maana yake wewe utakuwa umetia kiombezi. Umetia nini jamani? Kiombezi. Tayari ile ni shirki ambayo mzungumzaji aliyetoka hapa katoa kisa cha nabii cha mtu mwema ambaye ni Luqman alayhi salam, kwamba alichokifanya kwa mwanae ni kuzingatia kwamba kitu ambacho kinachopromosha matendo ya mtu na kwenda duniani hana faida ni ushirikina. Cha kwanza aliangalia kwamba je, aione saikolojia ya mwanae kwamba je, huyu mwanangu kweli yuko katika alalwihda, yuko katika kumwabudu Allah mmoja. Akamwambia madha ta'budu min ba'di, utaabudu nini wewe? Huyo ni nabii Yakubu alayhi salam, aliuliza watoto wake, mtaabudu nini baada yangu mimi? Wakasema naabudu ilaha, kama alivyosema Sheikh. Lakini kwa Luqman akamwambia ya bunayya la tushrik billah, e mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Inna shirka la dhulmun adhim. Shirki hiyo ni kiza, imepigiwa mfano wa kiza kwa sababu mtu anayetembea katika giza jamani haoni, anaweza kadondoka kwenye shimo. Kwa yeyote anayefanya shirki kumchanganyia Mwenyezi Mungu ibada, yuko kwenye kiza, huyo yuko kwenye kiza. Akamwambia ya bunayya la tushrik billah. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo wewe unapoomba, omba kwa ajili ya Allah. Unapofunga, funga kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapotoa zaka, toa kwa ajili ya nani? Unapotoa sadaka, toa kwa ajili ya nani? Unapoenda kuhiji, hiji kwa ajili ya nani? Unapowasaidia watu, wasaidie kwa ajili ya nani? Usifanye kwa ajili ya kujionyesha kwamba mimi ni memba na mimi ni bora zaidi kuliko wale. Kwa sababu gani? Chunga kwamba wewe unachotakiwa uelekeze kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelewana jamani eh? Lakini pili, muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye ndiyo muumba. Mwenyezi Mungu ni muumba wa kila chote unachokiona kwa macho na usichokiona kwa macho. Mwenyezi Mungu ndo kakuumbia ziwa hilo. Mwenyezi Mungu ndo kakuumba wewe. Mwenyezi Mungu ndo kaumba ardhi, kaumba mbingu. Vyote unavyoviona kwa macho na usivyoviona kwa macho, Mwenyezi Mungu ndo kafanya kazi. Kwa hiyo tunamwabudu yeye, na hapa tunakubaliana wale Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanakubali Mungu ndio muumba. Leo hii mwaka ulipoingia, watu walienda kulima, walikata ardhi wakaweka punje moja ya mahindi na wakatoka wakimtegemea Mwenyezi Mungu, yeye ndo atakayeotesha. Angalia maajabu, kwenye punje moja unaletoa punje 100. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu kwenye uwezo wake anakudhihirishia kwamba yeye ndiyo aliye mtengenezaji na analeta hivyo vitu. Kwa hiyo tunakubaliana sote hapa, lakini tatizo tu itakapofika siku ya kuabudu, je, anayestahili kuabudiwa ni nani? Hapo ndio tunaachana. Kuna watu sasa wanaoabudu Utatu Mtakatifu, kuna wale ambao wanaojalia Yesu naye ni Mungu, ambapo tunajua kabisa kwamba Yesu ni mwanadamu, ni mwanamume kama sisi, kwa sababu kifikra kilichozaliwa na binadamu ni nini? Kilichozaliwa na mbuzi ni nini?
Kilichozaliwa na kuku ni nini? Kilichozaliwa na ng'ombe ni nini? Inawezekana ng'ombe akabadilika kuwa kondo nani? Ng'ombe akabadilika kuwa kuku. Inawezekana kwamba huyu ng'ombe alikuwa kuku. Inawezekana jamani? Yaani ni ukweli unaolazimishwa uingie kwenye saikolojia ya mtu ambao ni kinyume na matazamio. Kinyume na matazamio. Hebu tujifikirie jamani. Leo kama leo tutakuta mbuzi amekuwa kuku. Yaani ng'ombe yuko pale. Kidogo utakaa maeneo. Mtu takimbia, ni maajabu. Sasa Yesu anakula nasi. Yesu anaenda haja kama sisi. Yesu anakunywa maji, Yesu analala. Na kuonesha kwamba ni binadamu, alipokuwa na wanafunzi wake ndani ya maji kwenye mashua, alilala. Mawimbi alipokazika, wanafunzi hapa sasa tunaenda akhira, tunajitazama. Tufanyeje? Wakamwamsha. Hawakumuita Mungu, walimuita mwalimu, kwa sababu alikuwa ni mwalimu. Usingizi, tunaangamia. Akainuka, kaomba dua pale, ziwa likafanya nini? Bahari katulia, kwa sababu ya ni nabii, dua zake ni pale pale. Kama wangelijua Mungu hivi kweli, hata wao wangetambua kuwa ni Mungu kweli. Yaani Mungu anaamshwa. Kwa ni maajabu. Kwa hiyo hali hii inasababisha sisi tunapeleka ibada kwa asiyekuwa nani? Hebu sasa wasiokuwa Waislamu na wale walio Waislamu tukae chini, tushirikiane kiubongo wa kuzaliwa kwa akili ya maumbile. Je, anayekula? Je, anayesinzia? Je, anayeamshwa ana sifa ya kuwa Mungu? Leo kama watu wangelijua Mungu leo kalala hapa, kwa mfano mimi na wewe, tujifikirie Mungu kalala kasinzia. Bwana, Mungu kalala. Alafu shekha, wewe una shida ya nini? Una shida ya kitu, si ndivyo? Mungu kalala, si ndivyo? Si akuoni? Tumeelewana? Unadhani ungefanya nini? Si ungechukua kabinti kwa watu kwa vichaka afu kama si amelala asa hivi? Alafu kunaangalia timetable, we amelala hii, ameamka, basi unatumia fursa. Na kama wanadamu wangelijua hivyo, basi Yesu angemkaba roba, wapi utajiri? Nani anayetaka umaskini? Wangemkaba roba kwamba Bwana, sikuachi mpaka niwe tajiri mimi kama Mo. Tumeelewana? Hakuna mtu anayetaka umaskini. Lakini kwa sababu walijua ni binadamu, walijua ni binadamu wenzio, na wanamjua mama yake ni yule pale Maryam, wakamjua huyo hapo, na walimjua Yesu amekuwa ni mtoto 1 2 3, na walimjua kabisa huyu mtoto kalelewa pale, kaishi pale, ni mwenzetu, na alicheza michezo ya utotoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaja kutukumbusha sisi dini yetu kupitia sisi wenyewe. Ndio maana hakuleta malaika, ndio maana hakuleta jini. Unajisikieje leo kama angelikuwa mtume ni jini? Ndio limesimama hapa, sijui kidole kama karoti. Tumeelewana? Halafu nywele sisi zimekaakaje, kichwa kieleweki, halafu ndo naambia jamani mcheni Mungu. Tungekaa humu ndani, wallahi mwenye kitambi ndo angekuwa mbele zaidi kuliko embamba. Mimi nawaambia, mimi hapa mngeniona tu mashaka yani napepea, mnatuambia ustazi tungoje kashati, au ningepita hata kwenye ziwa hapa hii ni lami hiche. Yani kwenda Msoma hii ni lami mbona? Mimi nawaambia she, kwa sababu kuna kukimbia moyo na kuna kukimbia mwili na moyo, vitu hivi tofauti. Kukimbia mwili na moyo kwa sababu unajitambua, unaona kinachoenda, hata ukijikwaa utasikia nimejikwaa. Lakini kukimbia moyo, shekhe, wallahi watakao ukuta wanajua wao. Hata mtu angekuwa anaambiwa kesho wewe unakufa leo, lakini kwa sharti wewe umeshafika Nairobi sasa hivi. Hebu niambie, kwa mfano mtu angejua unakufa masaa mawili ili usife, wewe umeshafika Nairobi, kuna gari ingekupata kwenda Nairobi hapa? Kwa hiyo asili jinsi ilivyo jamani, hiyo ndio hali ya maumbile ya mwanadamu. Lakini nambari 3, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaabudiwa kwa kutukuzwa na kusifiwa kwa majina yake yaliyotukuka. Kwamba wewe utakaoabudu, taja jina la Mwenyezi Mungu. Allah anasema, qul ud'u Allaha aw ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna. Waambie wa Muhammad, msishirikishe, semeni muabuduni Mwenyezi Mungu, muabuduni Rahmani kwa majina yake yote. Jina lolote kumuita nalo yeye anakusikieni, atakujibuni.
Maana yake vipi? Aya hii inapinga usiende kwa matunguri. Aya hii inapinga usiende kwenye makaburi, usiende kwenye mizimu, usiende kwenye matambiko, usiende kwenye nini, usiende kwenye nini. Elekea kwa Mwenyezi Mungu kwa jina lake na kwa kabila lako na kwa lugha yako unayofanya nini, unaoitambua. Tunaelewana ndugu Waislamu? Shekhe, mimi simu sina mweka wapi? Nisije ika moli kapanda kama sai. Akawa anauliza kwamba saa ngapi, anasimamisha basi anauliza sasa hivi saa ngapi. Kwa ndugu zangu Waislamu, naomba tubaki kwenye dini asili. Yeyote hata asiyekuwa Muislamu akae chini ajifikirie, mimi nimeumbwa, je, kweli muumba wangu yuko wapi? Hivi waumbaji, lau kama leo ingelikuwa akili na kubarika kwamba miungu ni zaidi ya mmoja, huyu Mungu anataka ufe, siku zimefika. Huyu Mungu anasema huyu bado anatakiwa apige mchuzi kwanza. Miungu wawili wakapigana mashekhe. Hebu nieleze, kungebaki hapo? Kungebaki? Ikiwa baba na mama tu ndani ya nyumba, baba akitaka kujipandisha kujileta kwenye mfumo wa mama, kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika kuna ndoa hapo. Sasa sembuse kwa Mwenyezi Mungu, lillahi almathalul a'la. Huo ni mfumo ambao haupo. Mtawala ni mmoja tu. Leo hapa mama yetu, Mungu amhifadhi, rais wa Tanzania, ajitokeze yeyote na adai kuwa ni rais. Majeshi yote unayojua wewe. Kuna silaha zingine hujawahi kuziona she. Zingine wenda zimekaa katika mfumo wa barwe na unasema hii ni nini? Zinamtafuta huyo anayejiita kuwa ni rais. Uongo kweli? Mtawala ni mmoja tu. Sasa tujifikirie sisi ambao sasa leo tunamshirikisha Mwenyezi Mungu na wasiokuwa Mungu. Ndugu yangu Muislamu, kama nilivyosema, jipige kifua kwamba Mungu amekubariki dini ya kweli. Hakikisha unakufa nayo. Hakikisha siku unatoka duniani wewe ni Muislamu, hata kama utakuwa ni fukara, mtu ambaye huna nafasi yote katika jamii, wanakutema wote, baki ni mmoja kwamba mimi wal islamu ila mauti, mimi na Uislamu mpaka nini? Siku ya mwisho. Hata kama watu watanitema, nitakuwa mgonjwa, sitamaniki, sina heshima kwenye jamii, lakini nikiondoka katika nini? Katika Uislamu. Katika nini? Katika Uislamu. Naam. Khalas. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaombeni kabisa, conclusion namaliza. Natumia ka faida ka mwisho. Tumeelewana kwamba baki katika nini jamani? Na tuwaweke watoto wetu na dini zetu na familia zetu kwenye nini? Shekhe, hakikisha Uislamu uko nyumbani kwako. Kama Uislamu nyumbani haupo, acha kulegesha. Acha kuwa Muislamu poa. Acha kuwa Muislamu wa jina. Acha kuwa Muislamu wa ukoo, kwamba baba na mama walikuwa. Laisa alfata man yaqulu kana abi. Si kijana mwenye akili, Muislamu mwenye imani, si yule anayesema babangu alikuwa ni fulani, mama alikuwa Muislamu, baba alikuwa Muislamu, kwetu tu Waislamu wote. Hilo futa. Walakin alfata ma yaquluha ana dha. Kijana mwenye akili anayetambua imani yake ni yeye na kukita na Uislamu, kuusoma, kuujua na kubaki Muislamu mpaka anakufa kwa hali yoyote ya maisha. Na Mtume akasema katika hadithi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili anayejitazama, mimi ni nani kesho? Mimi ni maiti mtarajiwa, nitakayeoza, nitanuka. Ni yule anayefanyia kazi sasa, anayejitazama katika matendo kabla ya mauti. Ndugu Waislamu, nisiwe muongeaji sana, naombeni tu kwamba sasa sisi tushike Waislamu wa hapa Iriga, si ndivyo? Kwamba ni Uislamu kwenda wapi? Na wale wasiokuwa Waislamu tunakuombeni jamani, njooni kwenye dini ya kweli, dini ya Mwenyezi Mungu, dini ya mitume, dini ya watu wote, dini ya asili, dini ya Mungu mmoja. Karibuni, tunatarajia kwamba muweze kufuata Uislamu, dini ya Yesu, dini ya mitume. Sisi Waislamu, hauwezi ukawa Muislamu utakapotofautisha mitume wote. Allah anasema la nufarriqu baina ahadin min rusulih, hatuwezi kuachanisha hata mmoja katika mitume. Na ndio maana sisi, ili wewe Muislamu lazima useme na shuhudia kwamba Yesu ni mtume wa nani? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imani mnisamee, nimezidisha.